Ebola unatajwa kama ni ugonjwa hatari kwa sasa katika ulimwengu. Ugonjwa wa Ebola kwa sasa unaonekana ni janga la ulimwengu. Mataifa mbalimbali yameweka vizuizi vya usafiri kutokana na ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Marekani imewaonya raia wake dhidi ya kusafiri kwenda katika nchi za Afrika ya Mashariki na Kati kufuatia mlipuko wa virusi vya Ebola Bundibugyo ulioripotiwa katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa mnamo Jumanne, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani imesema Wamarekani hawapaswi kusafiri kwenda DR Congo, Sudan Kusini na Uganda kutokana na mlipuko huo. Wakati huo Rwanda iliwekwa chini ya tahadhari ya kiwango cha 3, huku raia wa Marekani wakishauriwa kufikiria upya safari zao kwenda katika nchi hizo. Tunaendelea kuwahimiza kwa dhati wa Marekani kutosafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini au Uganda kwa sababu yoyote ile, na wafikirie upya safari za kwenda Rwanda kutokana na milipuko ya virusi vya Ebola katika eneo hilo, taarifa ilisema. Tahadhari za usafiri kwa DRC, Sudan Kusini na Uganda sasa zipo katika kiwango cha 4, yaani usisafiri, huku tahadhari ya Rwanda ikiwa kiwango cha 3, yaani fikiria upya safari hiyo. Hata hivyo, Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna kisa cha Ebola kilichogunduliwa nchini humo, lakini imethibitisha kuwa hatua za kuimarisha utayari wa mwitikio zimeanzishwa, ikiwa ni pamoja na ukaguzi mkali zaidi katika viwanja vya ndege. Kwa upande wake, WHO imepinga vizuizi hivyo. Shirika la Afya Duniani limesema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za DRC na Uganda pamoja na Sudan Kusini. Mlipuko wa ugonjwa huo tayari umetangazwa kwa dharura ya afya ya kimataifa, ambapo hadi sasa zaidi ya watu 132 wamefariki dunia, huku zaidi ya watu 600 wakishukiwa kuambukizwa. Hata hivyo, WHO inaamini kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya visa kutoripotiwa. WHO imesema njia bora kudhibiti Ebola si kufunga mipaka, bali ni kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, tahadhari za kiafya pamoja na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na mashirika la afya duniani. Shirika hilo limesema hatari ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni kubwa ndani ya nchi hizo za Afrika Mashariki na Kati, lakini bado ni ndogo katika kiwango cha dunia. Aina ya Ebola inayosambaa sasa ni Bundibugyo, ambayo hadi sasa haina chanjo wala dawa iliyoidhinishwa rasmi. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi mashariki mwa Kongo na kusababisha kupanda kwa bei za barakoa na vifaa vya kujikinga. Waziri wa afya nchini Kongo, Samuel Roger Kamba, ameiomba jumuiya ya kimataifa kusaidia taifa hilo kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Daktari Anne Anshia anasimamia timu ya WHO nchini Kongo, amesema bado haijafahamika ni nani aliyekuwa mgonjwa wa kwanza wa mlipuko huo, lakini serikali pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuleta chanjo za majaribio na kujenga vituo vya matibabu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ugumu wa kugundua aina hii adimu ya Ebola kwa kutumia vipimo vya kawaida, hasa katika maeneo ya migogoro, umechangia kuchelewesha udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa huo. Dalili za mwanzo za ugonjwa huo zinafanana na magonjwa mengine ya kawaida kama malaria, jambo ambalo limekuwa changamoto katika utambuzi wa haraka wa magonjwa. Wataalamu pia wanaamini kuwa kuchelewa kugundua mlipuko huo kumechangiwa na kupungua kwa ufadhili wa afya duniani kutoka kwa baadhi ya wafadhili wakubwa ikiwemo Marekani. WHO inasema chanjo 2 za majaribio zinafanyiwa tathmini, lakini zinaweza kuchukua kati ya miezi 3 hadi 9 kabla ya kuanza kutumika rasmi baada ya kukamilika majaribio ya kimatibabu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hii.